Wakati tukiendelea kunywa mtori huko tunasubiri nyama tuzifikie huko chini, kuna vitu vinaendelea. Jana EU wameitaja IRGC kama shirika la kigaidi. IRGC naweza nikasema ni jeshi kamili la Irani ambalo lilisimamia mapinduzi ya mwaka 79, lakini imekuwa ndio muhimili mkuu wa uwepo wa taifa la Irani, msimamizi mkuu wa usalama wa Irani. Naweza nikasema IRGC ndio kila kitu kwa Irani, yani uwepo wa serikali ya Irani na muhimili wake unatokana na IRGC. EU jana wamekutana kule Brussels. Siku moja kabla waliwekea vikwazo maafisa zaidi ya 15 ndani ya Irani, lakini jana unaweza kusema yametimia. Wameenda kupiga mstari kuiweka IRGC kuwa kundi la kigaidi, yani wameliweka kwenye listi ya makundi kama ISIS, Al-Qaeda, Daesh na makundi mengine kama Boko Haram. Jeshi la nchi limeenda kuwekwa kuwa kundi la kigaidi. Kauli sahihi kabisa inasema ukitaka kumuua mbwa unachagua jina baya unampa. Huyu mbwa amekuwa kichaa ili upate uhalali wa kummaliza. Hawa ndio EU. Kwangu mimi hainishangazi sana kwa hilo kutokea, kwa sababu ni vigumu sana kuwatofautisha EU, Marekani na wenzake kwenye hili swala, na mara kadhaa nimekuwa nikilizungumza hili. Hata kwenye ugomvi wao kati ya Marekani na EU nimewaambia mara kadhaa kuwa wapo kwenye ugomvi, lakini ni wamoja pale inapokuja swala kama Irani. Hawa ni wamoja, ila kwenye masuala ya kwao wanaweza kuwa na ugomvi, lakini haimaanishi kuwa hawa hawawezi wakaungana kwenye lao wanalolitaka dhidi ya wengine. Na ndio maana mara kadhaa huwa ninapenda kusema kuwa pale kunapokuwa na ugomvi kati ya Marekani na Ulaya, huwa ninapenda kuambia tafuteni popcorn. Moja ya ugomvi ambao hunifurahisha binafsi, nasema hivyo kwa sababu mimi ni Mwafrika, nafahamu nini kinafanywa na hawa dhidi ya Afrika, dhidi ya rasilimali za Afrika, dhidi ya kila kitu cha Afrika, dhidi ya shinikizo wanaolipeleka kwa viongozi wa Afrika. Nafahamu nini wanakifanya. Kwa hiyo kuna wakati ninapoambia kuwa mimi nikiona ugomvi wa Marekani na EU huwa nafurahia, kwa sababu hawa wanaumiza sana sana nchi zetu kwa maamuzi yao ambayo hayazingatii usawa wala haki. Hakuna haki yoyote inaweza ikapatikana kupitia hawa. Na ndio maana mara kadhaa ninapozungumza kuwa tunayo matatizo mengi sana Afrika, tunayo matatizo mengi ya kwetu, lakini kuamini njia sahihi ya kumaliza matatizo yetu tupitie kwa hawa, huwa sikubaliani nalo kabisa. Sikubaliani na hicho swala. Na mara kadhaa ninawapa mifano iliyo wazi. Niliwapa mfano wakati Marekani anaelekea Venezuela. Nikamwambia Marekani, muangalie anaelekea Venezuela, pamoja na EU wakimsapoti Marekani kuelekea Venezuela. Walisemaje? Serikali ya Maduro inanyanyasa raia, serikali ya Maduro inaua, inateka, ina kila kitu. Huku ukipewa tathmini ya ukweli kabisa inakuonyesha kuwa wa Venezuela karibu milioni 8 wamekimbia nchi. Ni kweli, yote hayo mambo yako hivyo. Unaunga mkono kwenda kutafuta, unarudi na nini? Marekani alichoenda Venezuela akapata nini? Kapata mafuta. Mbona hawazungumzii tena raia wa Venezuela waliokuwa wakiteseka na serikali za kina Maduro, wakati serikali ya kina Delcy ni ile ile ya Maduro? Ukandamizaji ni ule ule. Kuwa baada ya Marekani kumtoa Maduro, baada ya Marekani kuyafikia mafuta Venezuela, raia wa Venezuela tayari wako peponi? Au nini kimebadilika? Mbona ni yale yale maisha wanaishi ya dhiki ile ile? Sasa ukitaka kuwajua hawa ajenda zao huwa zinajipachika kupitia nyinyi. Tunachokizungumza ni hicho kwa Irani. Tunazungumza ni hicho kwa Irani. Itazame Irani. Marekani na Trump anatoa onyo kwa Irani kuwa mkiwagusa waandamanaji tutachukua hatua. Na wimbo ukaimbwa na vyombo vya habari vya magharibi kuwa Marekani alikuwa akitetea waandamanaji wa Irani. Ndio ilivyokuwa. Walivyokamatwa mkiwanyonga tutaingia. Leo hii hakuna maandamano, hakuna swala la kunyongwa. Marekani anamwambia Irani, tunataka ukae kwenye meza. Tunataka ukae kwenye meza, tuzungumze kuhusu nyuklia, tuzungumze kuhusu makombora. Irani walichokifuata ni kipi? Yani washirika wa Ulaya na Irani walichokifuata ni kipi? Walifuata kutetea waandamanaji
au walitaka watu wakae kwenye meza wazungumze kuhusu nyuklia. Sasa ukitaka kujua hapa, wanamkaribisha Irani kwenye meza wakiwa na ajenda mbili. Ajenda ya kwanza ni makombora yake, tunataka kudhibiti makombora yako. Nyingine, tunataka kudhibiti uwezo wako wa nyuklia ambao unataka uanzishe. Ajenda ya raia wa Irani iko wapi hapa? Kuna ajenda yoyote ambayo inasaidia raia wa Irani waweze kujikwamua kwenye hili? Maana yake kuwa hakuna. Hawa wanakwenda na ya kwao kwenye hili. Sasa ninaposema double standard ya hovyo ambayo huchukuliwa na hawa watu, ndio uakisi vitu kama hivi kuwa kuna double standard ya ajabu inafanyika duniani. EU inaiweka IRGC kuwa shirika la kigaidi kwa kile ambacho inasema imeua waandamanaji, katika namba ambayo wao Ulaya, Marekani na namba ya ndani ya Irani zina tofauti, lakini zinakubaliana sehemu kuwa kuna maafisa usalama wengi zaidi pia wameuawa kwenye hayo maandamano. Maafisa usalama wameuawa vipi? Walipigana risasi wao kwa wao wakafa? No, unapata jibu kuwa kulikuwa kuna mapambano ya silaha. Kama kulikuwa kuna mapambano ya silaha, nani anaruhusiwa kumiliki silaha kwa mujibu wa sheria ndani za Irani? Nani anapaswa kumiliki silaha? Serikali ndio inapaswa kumiliki silaha. Kwa nini serikali wamekutana na kadhia maafisa usalama wameuawa? Maana yake silaha zilikuwa kwenye mikono ya wengine. Ndipo ambapo Irani inawapa ushahidi EU kuwa hawa hapa waandamanaji na silaha walizokuwa nazo na yale walioyafanya. EU imefumba macho, hatutaki kuona hilo, sisi tunaona wewe ndio uliofanya hilo tukio. Sasa double standard ambayo ya Ulaya haikuanza leo. Nitakukumbusha nyuma kidogo. Mwaka 2015 wakati Barack Obama ameingia makubaliano ya JCPOA, Ulaya na Urusi na China walikuwa ni mashahidi wa yale makubaliano. Wao walikuwa ni mashahidi. 2018 Donald Trump anaingia madarakani, anapewa shinikizo na Israeli, anaiondoa Marekani kwenye makubaliano ya JCPOA. Marekani anarudisha vikwazo vyote. Mkataba wa 2015 wa JCPOA haukuwa between Israeli wala haukuwa between Iran na EU. No, ulikuwa ni mkataba kati ya Marekani na Irani. Nini maana ya mkataba? Mkataba ni pande mbili zinazokubaliana katika masharti. Kama pande moja itakataa masharti inatoka, hauwezi kuwa mkataba. Mkataba unakuwa umekufa. Sasa Marekani ambaye ilikuwa sehemu ya makubaliano ya mkataba kaisha jitoa mwaka 2018. EU wanailazimisha Irani iendelee kutekeleza yaliyomo katika mkataba wa 2015 wa JCPOA, ambaye mshirika mmoja wa mkataba ambaye ni Marekani hayupo kwenye mkataba, halafu kaisha rudisha vikwazo. EU wanaikalia kooni Irani kuwa lazima uendelee kutekeleza makubaliano yaliyopo kwenye natekeleza makubaliano mimi na nani? Kwa sababu nile saini naye makubaliano hayupo, ambaye ni Marekani kajiondoa na tayari kaisha rudisha sanction, vikwazo. Kwa hiyo Irani waliondoka kwenye hilo, lakini wakakutana na vikwazo vya EU na washirika wengine kwa sababu ya kuilazimisha Irani. Lakini EU hao hawakurudi kuishinikiza Marekani kuwa kwa nini unavunja makubaliano, unatakiwa urejee kwenye makubaliano ambayo uliyasimamia. Lakini wakarudi kwa Irani kutaka kuiadhibu Irani katika kipindi ambacho Marekani ndio amevunja makubaliano, si Irani aliyevunja makubaliano. Umeelewa double standard ya EU? Lakini hawa EU mwaka jana Slovakia na Hispania kwenye bunge lao walipendekeza kuwa imefika wakati lazima EU iweke vikwazo kwa IDF, Israel Defense Force, kwa kile ambacho kinafanyika Gaza. Kwa mashirika mbalimbali ya kimataifa yanathibitisha uhalifu na vifo, ikiwemo mahakama ya ICC inathibitisha kuwa Israel imetenda uhalifu ndani ya Gaza. Wanathibitisha kuwa 71,000 ya watu wamewa, na jana taarifa ya IDF inathibitisha kuwa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya ya ndani ya Gaza ni sahihi kabisa kwenye vifo 70,000, na IDF inathibitisha na inasema ni kweli hivyo vifo vimetokea. Mashirika ya kimataifa ikiwemo UNICEF inathibitisha watoto zaidi ya 20,000 kuuawa. Madaktari wasio na mipaka wa ulimwengu wa magharibi mara kadhaa wametoa taarifa kuonyesha kuwa watoto wengi pia waliuawa kwa kupigwa risasi za vichwani. Sijui umeelewa? EU no any single sanction for Israel. Yani EU haijaweka hata robo ya kikwazo kwa Israeli, kwa sababu Italia na Ujerumani wanasema kuwa no, hapana, tunatakiwa tujiridhishe kabisa kile ambacho kinafanyika.
mahakama ambayo inawaendesha mashtaka na wanasheria kutoka nchi mbalimbali ikiwemo wa ndani ya Israeli wanatoa usaidizi wao kuchunguza kile kilichokuwa kinafanyika. Wanathibitisha kuwa Netanyahu, Gallant na wenzake wamehusika katika mauaji halaiki na inatoa waranti ya kukamatwa. EU inasema hapana, hatujajiridhisha kwenye hilo. Lakini EU inathibitisha kuwa Irani imeua waandamanaji 3,000 wakiwemo maafisa 500. Inatakiwa uwe kundi la kigaidi, lakini sio Israeli ambayo imeua Wapalestina 71,000 na watoto 20,000. Juzi shirika la habari la Urusi TASS linathibitisha taarifa kuwa baadhi ya waandamanaji ndani ya Irani waliokutwa wameuawa, ndani ya miili yao zilitolewa risasi za Israeli. Risasi zinazotengenezwa Israeli zimefikaje ndani ya Irani na nani alizifyatua? Lakini EU wanaenda kuipiga vikwazo nani? IRGC. Sio? Nimezungumza jana kuhusu Senator Ted Cruz, anathibitisha kuwa tunatakiwa tupeleke silaha ndani ya Irani. No, anayetakiwa kuadhibiwa ni Irani. Kwa hiyo EU wana double standard za hovyo, na ndio maana kwenye mgogoro wao mkubwa kuwa kwa nini Israeli yuko UEFA mpaka sasa anacheza na Urusi alichukua wiki moja tu kuondolewa? Kwa nini Urusi hashiriki michezo yote ya FIFA kwa vita yake ya mgogoro wa Ukraine? Lakini Israeli hajaondolewa kokote kule, kwa sababu wanasema hayo ni masuala ya kisiasa. Yaani upande wa pili kisiasa, upande wa pili sio. So hiki tunachokilalamikia sio hatua ambazo zimechukuliwa, tunazungumzia hatua za double standard. Hatua za double standard. Leo mahakama ya ICC, tuanze kwanza mahakama ya haki ya ICJ imetoa hukumu 3 katika kipindi cha mgogoro huu ikihusisha Israeli. Ujenzi, Israeli inatakiwa iondoke West Bank kwa mujibu wa mahakama ya ICJ. Hukumu ya mwisho ilitolewa mwaka jana. EU, Israeli ikaanzisha ujenzi mpya wa E1 ambao EU mara ya kwanza waliukataa. Leo EU wanatoa ufadhili wa ujenzi wa Israeli ndani ya West Bank, sio kuipiga vikwazo ndani ya West Bank. Takupa mfano, mwaka jana kikosi kimoja cha Israeli kinaitwa Golan kilikuwa Gaza, kikahusika na vifo vya watumishi 15 wa Umoja wa Mataifa. Uthibitisho wa wazi ukatolewa na ushahidi wa wazi kuwa walihusika kuwaua, licha ya kuwa taarifa ya awali ya Israeli ilidai kuwa walikuwa wametishiwa na kile kikosi ambacho kilikuwa kina ambulance. Wakasema walikuwa wamebeba silaha wakaja kututishia, ndio ikapelekea kuuawa kwao. Lakini uchunguzi ulivyokuja kufanyika na yale mauaji, mmoja wa madaktari aliyokuwa kwenye msafara wa uokoaji ambao waliuawa alirekodi ile tukio kwa video na ushahidi ukatolewa. Ushahidi ukaonekana kuwa waliuawa kikatili bila sababu yoyote. EU waliuliza Israeli, EU walifanya chochote? Hakuna chochote alichokifanya. Israeli ikasema itajichunguza, ikaishia mpaka leo. Lakini EU inachukua hatua kwa Iran. So hii ni double standard ya hovyo kabisa ambayo tunaizungumza kila siku duniani. Kwa nini kuwe na double standard? Kama hivi vitu viko wazi, kwa nini visiguse wote? Kwa hiyo uamuzi wa EU kuifanya IRGC shirika la kigaidi, sidhani kama inaweza ikasaidia lolote, kwa sababu IRGC bado wanashikilia vitu vingi muhimu, kama alivyosema jana Akhzade kuwa tunaweza sasa tukaifunga Hormuz, ikibidi tutaifunga Hormuz, ule mfereji, tutachagua meli ya kuingia na kutoka. Anasema hakuna yoyote atakayefaidika na mgogoro huu ambaye anaanzisha mgogoro. Yani wale wanaoanzisha mgogoro na wanaochochea huu mgogoro utokee, wakitegemea kuwa katikati ya mgogoro huu watakuja kufaidika, basi hawatofaidika, sababu tutazuia wao kufaidika. Yani wanasema tutachuja hizo meli ambazo zitaingia na kutoka. Tutafanya kama vile walivyofanya Wahuthi kule Bab el-Mandeb, kuwa haturuhusu kuna meli ya Marekani au Amerika ya nani haitoingia hapa. Na ukiangalia kuwa nchi ambazo zinapitisha pale ni nyingi zinazotoa faida kwa Marekani. Iraq 85% ya mafuta yake yanapita hapo, Saudi Arabia 35%, UAE 27%, 20% ya LNG inapita hapo. Yani theluthi moja ya usafirishaji wa mafuta duniani na gas inapita Bab el-Mandeb. Inapita mfereji wa Hormuz. Kwa hiyo kama inapita mfereji wa Hormuz, nani anaushikilia mfereji wa Hormuz? Kwa hiyo ni kama vile EU ameamua kukata tawi lao wenyewe. Ndio maana mimi huwa ninawaambia EU wanapokuwa na ugomvi na Marekani, waacheni wawe na ugomvi, kwa sababu hawa ni watu ambao hawatendi haki. Niliwaambia EU hawatendi haki walipoenda kutoa tangazo lao, au walipoenda kutoa kile kinachoendelea ndani ya Sudani, wakiikata UAE bila kuitaja popote.
UAE, lakini kuna nchi walizitaja kwa majina katika vurugu zilizotokea katika nchi. Kwa nini UAE hawakuitaja? Kwa sababu UAE alituma wawakilishi wake pale kuwa sitakiwi kumensheniwa popote pale. Kwa nini tuwaone kuwa hawa ni watu wa haki? Sidhani kama ni watu wa haki. Hawa ni watu ambao wapo kwa maslahi yao tu wenyewe. Asanteni.